hizi kila anayekwenda kujifungua ana shida, anazaa katoto kazuri anapendeza, na yeye anakuwa hana maumivu kwa sababu uchungu anakuwa na matumaini. Muda sio mrefu utajifungua. Sisi moyo na mimba siku hizi zinatungwa kwenye mwanga, sio gizani. Ukikoba toho mugiti kana bibi saka mugiti hao beta mwe wanja mali na goto gako sasa au umeme kanaonekana. Na yeye hawezi akajificha bakwiru magaru araba kiguraba oleko hapo wiru mwa waonekana ka obi oreriso to ore waje eti nasinya kana hene ila soguru ko kaya ore da wi hone je ko nene kiko kwa sababu umeme unampa majibu kwa mara moja. Sisi moyo. Baada ya kuyasema hayo, hilo ni la kwanza. Nakusa yaani leo kama najua kuongea uwezo ukanichere hadi wa munomono tuleka ka memory unaje kuiongoa wao. Ndio la pili. Mambo yote ndio yasema kwa uchache. Kinga yake na kiburi chake na nyumba yake na ubora wake na uimara wake ni amani tulio nayo Tanzania. Anayesimamia amani hiyo si chama kingine, ni Chama cha Mapinduzi chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Uwe na umeme bila amani hauna maana. Uwe na shule nzuri bila amani hauna maana. Uwe na pesa nyingi bila amani hakuna maana. Uwe na mke wala mume mzuri kabisa kuzidi wote, kama hakuna amani hakuna lolote. Uongo jamani? Tanzania ni nchi ya amani. Pendeni kaichague Chama cha Mapinduzi. Bafika mangapi? Kwa rais tumpe Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukafanya nini? Upande wa ubunge, hebu angalia kijana. Orowe mira to abangaba makusima ko toro haba ande kwirolalola. Imba katolire. Nini mwaleka kioma baba wa wizano. Kimwangalia mheshimiwa diwani Kaporu kami hao ya wiza. Paka hao. Ila niwaambie mwenyekiti. Bwana, wewe utakuwa shahidi yangu. Mimi nimekuwa nikija Ikunguigaze tunafanya vikao vya ndani. Miongoni mwa watu walikuwa anapanga maswali na kunisumbua ni pamoja na huyu. Kumbe alikuwa na maandalizi. Bebe. Paka siku moja nikauza mweno yale mmoja mafari kitika hii. Kamwi bunge. Pale kwa ki. Akaniambia kaje ukapaka somba. Katika somba. Kakoromu. Bodo baga. Sisi moyo. Basi sasa mwachague hawa watu watatu. Faustini Kaporu nafasi ya udiwani, Mheshimiwa Ferguson Masasi nafasi ya ubunge, Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaomba kura zote. Chama cha Mapinduzi hatuji kuomba kura ya hapana. Ya hapana sisi tulishaizika. Sisi siku ya tarehe 29 nenda kodoa jicho kodo, angalia mahali pameandikwa ndio. Angalia mahali palipoandikwa Ferguson. Angalia mahali palipoandikwa CCM. Angalia mahali palipoandikwa sura za hawa watu wangapi. Ukiona kusoma unahangaika, kama hujui kusoma hata picha hautaiona. Kama hujui kusoma hata picha hautaiona. Kaka toto hapo yanda toshie kuangalia picha yake yenyewe. Angalia mama atanda uchungi, mcha Mungu, mwenye hofu ya Mungu. Angalia sura yake. Peleka kura zako kwa watu hao. Usihangaike na mambo mengine. Ndiye omba kura kwa unyenyekevu na utii. Kwa kifupi sana, lakini unaweza ukajidai unavyopenda. Kufikiwa na viongozi ngazi ya mkoa, kwa maana ya mwenyekiti wa mkoa ambaye ndo baba yetu, mwenyekiti wa wilaya, katibu na wengine. Kwa hiyo mjipigie makofi na mjipongeze kwamba mnayo bahati njema. Kwa hiyo mnaposhindwa kuonyesha furaha, maana yake huu ugeni umekuja kwa bahati mbaya. Mimi naamini hamko hivyo watu wa Ibambula. Na mimi siku nilipotaka kuchukua fomu mwaka 2020,
nilikuja kwanza kuomba Ibambula, waliniruhusu na mambo yalienda vizuri, isipokuwa kwa sababu chama chetu kina utaratibu, na mimi yawezekana wakati huo nilikuwa mdogo sana, waliona aendelee kutupushi bwana Lutandula, na mimi nilitulia. Na kweli kama alivyosema mwenyekiti wa chama, mimi mwenyekiti ni mvumilivu ya kutosha. Yaani unaweza ukasema kwamba huyu ana moyo gani? Hakuna hata siku moja nilipowaza kuhama CCM, na hakuna hata siku moja nilipowaza kutomsapoti diwani wangu wa wakati huo. Nilipigana mpaka miaka 5 imeisha, na yeye kwa bahati nzuri temu hii alikuja kuninong'oneza, ila watu wengine hawakujua. Na leo nataka niwaambie watu wa Ibambula, hakuna mtu aliyekuwa anajua ya kwamba Lutandula hagombei, ili sipokuwa nilikuwa najua mimi tu peke yangu. Maana aliniambia mapema kwamba mimi, bwana mdogo, pambana, utakapofikia, utakapokwama, naomba utaniomba msaada. Kweli kuna mambo mengi ambayo amenisaidia. Kwa watu wengi nyie mlikuwa mnafikiria ya kwamba huyu mtu yuko kwenye jaribu la kugombea, lakini hiyo ilikuwa ni mitego ya kisiasa kunivusha mimi kutoka kwenye daraja fulani. Nizungumze mambo machache yaliyoandikwa kwenye ilani ya CCM hii. Sitaondoka kwenye msingi wa mambo yaliyoandikwa humu. Nadhani hata mwenyekiti angeendelea angegusia haya tu machache. Upande wa maendeleo kwenye kata yetu, mwenyekiti, tunavyo sekondari 2 ambayo nyingine iko pale makao makuu Kagera, ameiacha kaka yangu, na mimi sehemu ambayo inapungua na mimi nitaenda niongezee. Lakini tunayo sekondari mpya ambayo imejengwa, haijafunguliwa na inategemea kufunguliwa si muda mrefu, nadhani mwaka huu. Iko pale Ikungigazi kwenye kona tu tulipochapia kuja hapa Ibambula. Ni shule nzuri ya kisasa form 6 kali kabisa, ambazo tulikuwa tunaziona Dar es Salaam, leo tunaziona kata hii. Kwa hiyo naamini kwenye upande wa elimu, upande wa sekondari, sehemu tu ya kwenda kupusha ambapo mwenzangu ameachilia, na mimi nitaenda nijiongeze nimalizie sehemu hiyo. Upande wa elimu ya msingi, kwa mfano kama hiki kijiji kinayo changamoto ndogo tu ya ukarabati wa madarasa, kwa sababu kuna madarasa yamejengwa muda mrefu yana vumbi. Nimeshauriana, nilikuwa naonezana hapa na mheshimiwa wetu mbunge, akaniambia, bwana mheshimiwa diwani, hebu tulia, mazuri yanakuja. Kwa hiyo watu wa Ibambula, mazuri yanakuja kutokana na mbunge wetu, kijana wetu, tunamfahamu. Na bahati nzuri kijiji hiki, mwenyekiti, hapa huyu mtu ndo amezaliwa hapa. Yaani ukiangalia humo kuna baba zake, kuna makaka zake, yaani ni hapa tu chini. Ukisikia Ferguson Kingwa, kidogo chake na makuzi yake yako hapa Ibambula. Sehemu zingine unazosikia ameenda tu kufanya biashara, lakini ndugu zake wengi, sisi na wadogo zake na mama zake wako hapa hapa. Kwa hiyo amini mambo watu wa Ibambula yanaenda kufanyika mambo mazuri. Lakini lipo jengo la zahanati, hawa watu walijichangisha wenyewe, limeshamalizika, limebakiza kwenda kupauliwa tu kwa sababu ya sera za huko nyuma. Mimi naamini mbunge yupo, na mimi nitamshikilia mpaka dakika za mwisho ahakikishe ya kwamba hilo jengo linapauliwa, ili mradi usihangaike kwenda Ikungigazi, kwenda Lulembela na Kagera. Kituo cha afya kipo, yaani nimeshangaa mpaka sasa hivi serikali imewekeza hela zake pale, na makandarasi wapo wanatengeneza sasa hivi. Mheshimiwa Lutandula, nadhani umeacha fedha, hongera sana. Nenda kalale mwenyekiti, habari ni njema kabisa, siasa ya Ikungigazi na Ibambula iko salama. Unajua wewe hujijui. Yaani speed ulionayo abena baba uko uchahile kihaha doba yeki bebe. Ali mwaka menze kwanza. Alafu rombe ne kura oyombe mitamu sana.
Mwaka ndio yeye kubalia. Umira tikisa, mfura geruru. Masuala ya maendeleo umewatandika wala hawana swali, omba kura hapa. CCM oye! Wadu mwenyekiti na tuna bagikulu. Bani bambula nene ndi mwana unywe manile kila kinu. Kula tarehe 30 niko chini ya miguu yenu. Tarehe 29 mwezi wa 10. Wa kwanza kwenda kumpa kula na muombea. Ishara hii ni ya wachache sana. Vyama vingine vitakuja vinaongea mambo tu mengine, lakini mimi niko chini ya miguu yenu. Ninasema Mungu tusaidie. Tarehe 29 tukawapige nyingi za kutosha wapinzani mbele ya mama yangu Samia Hassan Suluhu. Lakini tarehe 29 hiyo mbunge wangu na muombea kula Bwana Ferguson tukawapige nyingi sana mpaka na wao wachanganyikiwe. Lakini haitoshi. Mimi mwenyewe ndugu yenu Faustini, mtoto wenu, mmenilea, mmenikuza, mmeniombea hapa. Naombeni kula tarehe 29 tukawapige nyingi sana. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Hapo chacha. Asante sana.